Ile kitu nitaweza kuomba kina mama, ni kina mama wajitokeze. Unajua shida inakuwa wakati mwingine tunaficha. Mtu anadhulumika, ako ndani ya ndoa anadhulumika, ameachwa kwa sababu ni mjane anadhulumika na ananyamaza. Naomba kina mama tuweze kujitokeza. Tunapojitokeza, wako lawyers wengi, mashirika yako mengi ambayo yanaweza kutuelekeza katika njia za kihaki ambazo wamama wanaweza kusaidika. So tusinyamaze kina mama. Saa nyingine hata wamama wanafukuzwa kwa mashamba kwa sababu ya kwamba yeye ni mwanamke, na kuna mwanamke pale hawezi kutetea mwanamke mwenzake. Ndio naomba kina mama tupendane, na kina mama wajue kwamba sheria ipo. Badala waende kazi Warabuni na wapi, hata hapa Kenya tunaweza waandika wale watoto ama wale wasichana na tukawasaidia kama tumewatrain, lakini kwa sababu kuna wengi ambao hawajui mambo ya usafi wa nyumba. Kwa hivyo wakifundishwa, naamini kwamba wanaweza. Tuwajengee tu kitu kama college, lakini ni ya young mothers peke yake. Na hii college inahusiana na hayo mambo ya tailoring, kama ni hayo mambo ya skills tofauti za watoto wa kike. Kusema ukweli, wale wenye wako na changamoto, wenye wamezaa mapema, hawajatoka kwa nyumba tu, hapo si mwisho wa maisha, maana bado hao ni young. Ni hao wasimame, maana sasa tumefungua ofisi, wapige hatua, wakuje pale ofisi, wazungumze, wajieleze na tutawasaidia. Maana tuko na miradi yetu ambayo kuna kusomea hospitality, kuna tailoring, kuna hii fashion, yani unasomea kozi yoyote ambao utapata pesa yako, yani ujuzi wako mwenyewe binafsi. Wenye sisi ukija pale tuna hiyo venye tumefungua itawasaidia wale wenye hawajiwezi kabisa, hawana fedha ya kwenda anzisha. Kuna hiyo nafasi yani ya kwenda pelekwa na usome upate ujuzi wako.